Safari ya Musa na nyoka wa misitu. Musa alikuwa mvumbuzi kijana kutoka kijiji cha mlimani. Alipenda kuchunguza misitu mirefu ya mkoa wao, akitafuta mimea ya dawa na viumbe wa ajabu. Siku moja aliamua kuingia katika msitu wa kale, maarufu kwa simulizi za nyoka mkubwa wa kale aliyeitwa Ndavilo, nyoka aliyesemekana kuwa na uwezo wa kumeza mtu mzima. Musa, akiwa na matumaini na ari, aliingia msituni akiwa na fimbo yake, kikasha cha chakula na daftari la kuandika matukio. Misitu ilikuwa tulivu, lakini anga lilianza kujaa mawingu meusi, ishara ya mvua. Ghafla ardhi ilitetemeka. Musa alihisi kitu kikubwa kikitembea karibu. Kabla hajachukua hatua, kutoka kwenye kichaka kikubwa alitokea Ndavilo, nyoka mkubwa mwenye ngozi ya rangi ya kijani kibichi na macho mekundu kama makaa ya moto. Kabla Musa hajakimbia, nyoka alijiviringisha haraka na kumeza mwili wake mzima. Lakini ndani ya tumbo la Ndavilo, Musa hakuwa amekufa. Alijikuta kwenye pango la ajabu, lililojaa mwanga hafifu na viumbe wa ajabu waliokuwa wamewahi kumezwa hapo awali wakiwa hai. Hapo alikuta mzee mmoja ambaye alidai kuwa ndani ya nyoka huyo kuna ulimwengu mwingine, na kila mtu anayemezwa hulazimika kugundua siri ya kujinasua. Kupitia hekima, ujasiri na msaada wa viumbe hao, Musa aligundua njia ya kutoroka kwa kugonga sehemu fulani ya tumbo la Ndavilo kwa midundo ya kipekee. Ndavilo alishtuka, akafungua kinywa chake na Musa akaruka nje. Alipotoka, msitu ulikuwa kimya. Watu wa kijiji walimwona akitoka porini, mchafu lakini hai. Alipowasimulia hadithi yake, wengi hawakuamini, lakini kila mmoja alikiri kuwa Musa alikuwa amebadilika, mwenye macho ya hekima na sauti ya mtu aliyeona ulimwengu wa pili. Na tangu siku hiyo hakuna mtu aliyewahi tena kuona Ndavilo. Lakini kila mvua inaponyesha, watu husema wanasikia mlio wa dundo la Musa ukirudi kutoka porini.